kama mfuasi wa Rigathi Gachagua, number 1. Mimi kama mfuasi wa PK Salasya. Mimi kama mfuasi wa Mheshimiwa Tim Wanyonyi, coming governor 2027, Nairobi County. Mimi mfuasi wa Clovis Malala, Stephen Kalonzo Musyoka, na viongozi wengine wote akina Martha Karua, naomba kwa heshima msaidie huyu mzee. Ile namba anasoma pale. Wale viongozi nimetaja, sisi hatutaki usaidizi kutoka kwa Mheshimiwa William Ruto, kwa serikali. Naomba viongozi wenye nimetaja wasaidie huyu mzee. Huyu mzee amefungiwa nyumba, amelala nje karibu siku 3. Pia mimi unajua mimi ni kijana mdogo. Kama huyu kwa nyumba yangu ni kama nimekaribisha baba yangu na niko na bibi na naishi kwa single room. Siwezi afford mzee alale kwa sitting room na mimi niko na bibi huko. So viongozi wenye nimetaja, Rigathi Gachagua, najua wewe ni mtu ya watu na uko na utu. Mheshimiwa Clovis Malala, najua wewe ni mtu ya watu unapenda wasee kutoka Western. Huyu ni wale na wewe kila wakati. Watu kama PK Salasya, mzee nataka asome namba yake ya simu. Mumsaidie. Na sisi tutatembea especially hapa Nairobi. Utapigia kura nani? Gavana nitapigia Wanyonyi, Tim Wanyonyi. Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Ndio gavana Nairobi. Next, the coming governor 2027. Sasa soma namba yako ya simu mzee. 07 97 34 58 86. Asanteni sana. Mbarikiwe sana. Haya. Sasa mimi ni kwa majina naitwa Timothy Minata. Na mimi nakaa Nairobi. Kitu naweza ambia Sakaja kama governor wa Nairobi, amesahau sana watu wa Western Kenya. Hata kazi akipanga kazi hapa Nairobi anapanga tofauti. Aangalii watu wa Western. Utaoleka lini na kuingia? Hata kwa hiyo City Hall hawezi weka watu wa Western na waweke pale. So hiyo ni kitu ya aibu sana kuona kijana yetu ameacha watu wa Western, anachukua watu wengine anaweka kwa City Hall. Sisi kama wale wenye tulimpigia kura tunasikia vibaya sana. Kwa sababu tuko na watu kama huyu mzee mwenye anasema hapa amefungua nyumba na yeye ndio governor hapa anaweza saidia watu wa Western. So alafu kitu kingine nitaongezea, President William Ruto kutuma watu kuenda kupiga vijana watoto wa shule wenye wanatoka Butere Girls kwenye bibi yake alisomea pale. Hiyo ni kitu kingine aibu sana. Alafu kitu kingine nitaongea, hata saa hii watoto wangekuwa kwa shule saa hii, shule zote zingekuwa zimeungua hapa Kenya. Mingi sana vijana wamekasirika kwa sababu hiyo ujinga yenye mwenyewe ametuma hao watu wanaenda kufanya. So hiyo kitu tumeona sio kitu haiko sawa, na tutakubali kitu kama hiyo Kenya hii ifanyike. So hakuna kitu tutakubali kama hata wewe ukiwa uko na mtoto wako usikie mtoto wako amepigwa, amerushiwa tear gas. Wewe kama William Ruto wewe unaweza kufikiria na mnakati watoto wako. So sisi hatuwezi kubali vitu kama hizo zisifanyike hapa Kenya. Mambo ya mtu kurushia watoto vitu kama hizo, kurusha tear gas, kwenda kwa kuumiza watoto wadogo, hiyo ni kitu kingine aibu sana. Kama mtu kama President William Ruto kufanya vitu kama hivyo, kama watoto waenda wafanye vitu kama hivyo. So sisi tuko focus, sisi tunataka Wamunyoro watengeneze coalition ya Wakenya. Tunataka Wamunyoro atengeneze coalition na wakina Kalonzo Musyoka wote wakuje. Tunataka tufakie William Ruto, tulimpatia kura lakini hatuoni kitu anatufanyia hapa Kenya. Hii ni shida kwa Wamunyoro tunataka atengeneze coalition. Coalition yenye itafakia William Ruto, Raila Odinga wote waende. Sasa hiyo kitu hatuwezi kubali. Vitu zenye hao watu wanatufanyia hapa Kenya hatutakubali hivi. Asanteni sana.